Sasa mama alianza kuwafundisha watoto wake na anaendelea kuwafundisha watoto wake juu ya fumbo la fundisho lake la Rosa Mystica, la waridi lenye fumbo. Mtakatifu Teresa wa Avila ni mojawapo wa wanafunzi wa mama yetu Bikira Maria katika fumbo la tasawufi ya Bikira Maria Rosa Mystica. Mtakatifu Teresa wa Avila katika safari yake ya maisha ya kiroho aliwahi kupata maono ambayo yalimpitisha katika taabu pia. Mtakatifu Teresa wa Avila alipata maono ya malaika anashuka, na malaika aliyekuwa anashuka alikuwa na upanga mkononi mwake, alikuwa na kisu mkononi mwake, na kile kisu alikwenda kuuchoma moyo wake Mtakatifu Teresa wa Avila. Mtakatifu Teresa wa Avila anasema ule upanga ulivyoingia moyoni mwake alisikia maumivu makali ambayo hakuwahi kuyasikia na alishindwa kuyaeleza. Moja, akasema lakini maumivu yale yalikwenda sambamba, yalikwenda simultaneously na faraja ambayo alikuwa hajawahi pia kuipata katika maisha yake. Kwa hiyo alikuwa ni maumivu makali yaliyomtesa na kumuumiza mno, lakini pia alionja nguvu ya faraja ya upendo wa Mwenyezi Mungu ambayo pia alikuwa anashindwa kuieleza katika maisha yake. Katika maana hiyo ndio anatufundisha namna gani mama yetu Bikira Maria anavyotufunulia lile fumbo la visu katika moyo wake mtakatifu na faraja ya maua katika kifua chake ambapo upo moyo wake safi. Pendwa ndugu zangu, baada ya mafundisho hayo kwa Mtakatifu Teresa wa Avila, mama Maria alimfundisha pia Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu anasema katika mafundisho yake kwamba zile siku ambazo alikuwa anakaribia kufa alipata pia maono yanayolingana kama hayo. Na maono aliyopata yeye, aliona hivyo hivyo kisu ambacho kilikuwa kimenolewa vizuri sana kina makali pande zote ya mbili, kilienda kutoboa pia moyo wake. Mtakatifu Teresa Mtoto Yesu anasema nilidhani ndio siku ambayo ninakufa kwa uchungu niliousikia. Nilidhani ndio mwisho wa maisha yangu kwa maumivu ambayo nilikuwa nimeyapata. Lakini kumbe Mungu alikuwa anamfundisha namna ya kuvumilia na kukabili mateso katika namna ambavyo yeye anateseka kulingana na udhaifu wa wanadamu. Hakufa siku hiyo Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, lakini cha moto alikiona. Ndugu zetu wa Karmeli kila tarehe 26 mwezi Agosti wanasherekea hilo fumbo la Teresa wa Avila kuchomwa moyo kwa kisu. Kwa hiyo wa Karmeli wanasherekea kila tarehe 26 ya mwezi Agosti mashangilio ya kuchomwa kwa moyo wa Mtakatifu Teresa wa Avila. Wa mwisho ambaye mnamfahamu wengi wenu na mna ibada kwake ni yule ambaye alipata stigmata kwa muda mrefu, Mtakatifu Padre Pio. Padre Pio alikuwa yupo kwenye kiti cha maungamo, kiti cha kuungamisha, na mwenyewe akamkuta hayo majanga, na mwenyewe pia akapata kutobolewa ndani ya moyo wake na kisu kikali. Mtakatifu Padre Pio anasimulia pia maumivu ambayo alikuwa ameyapata alikuwa ni makali mno pia kuweza kuelezeka, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anampitisha katika namna ya kusaidia kuutuliza moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Kwa hiyo nimesema mama anawafundisha watoto wake anaowapenda, si hivyo? Sitashangaa sana baadhi yenu huwa anawatania mnayopitia katika changamoto kadha wa kadha, ni ambavyo mmeamua kumtangaza Maria Rosa Mystica. Wakati fulani anawapitisha pia katika maumivu makali mno ambayo pengine hamuwahi kudhani kwa nini anapita, na pengine makali mno hata kuyasimulia mwezi. Siku moja mtu mmoja aliniambia sidhani hata kama kesho nitaamka. Nikamwambia utaamka tu, hauna shida. Baada ya kaamka na maisha yakaendelea mpaka sasa. Sasa wapendwa wanaotuma Radio Maria ambao pengine wengine ni mara ya kwanza tunafanya adhimisho hili la sherehe ya Bikira Maria Rosa Mystica. Mama Rosa Mystica ana zawadi hizo tatu. Zawadi hizo tatu anaomba kutoka kwetu, ambazo yeye tayari amekwisha kutujalia pia. Zawadi za maua yake matatu. Kwa lugha rahisi kwa tafakari ya siku ya leo tuseme hivi: ukiangalia moto una rangi gani?
Wewe Joyce, si mlijifunzaga luminous frame? Umesahau kidogo au siku hiyo darasa hilo wewe ukuwepo darasa? Moto una layer, si ndio jamani? Tunachoona hapo tunaona kama vile ninawaka moja, lakini kuna layer, sivyo? Na kuna ile layer tunaita ya njano, sivyo? Kwa hivyo tasawufi ya mama yetu Rosa Mystica, ndani ya moyo wake safi kuna zawadi hiyo ya mwali wa moto wa mapendo. Ndio tunaenda tasawufi katika mapana, ndio tunaangalia ua la dhahabu ambalo lipo hapo. Nguvu ya mwali wa mapendo, nguvu hiyo ya moto wa mapendo ambayo Mungu ameleta kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu, tunapaswa sisi pia kuipeleka kwa wengine ili kuleta amani, sivyo? Kwa hiyo sisi tunapaswa kuleta amani, kwa sababu kila mara tukileta amani kuna watu ambao watakuwa wanaichukia amani, tutaingia kwenye vita. Kwa hiyo mama anatukumbusha kwamba kwa Roho Mtakatifu, kwa ule moto, sisi tumekuwa mabalozi wa kuleta furaha na amani duniani. Lakini kwa Mwenyezi Mungu na kwa mama mtakatifu turudishe sifa, enzi na utukufu kwa nguvu ya moto tuliopokea katika Roho Mtakatifu. Zawadi nyeupe iliyo katika kifua cha moyo safi wa mama yetu Bikira Maria inamaanisha kidonda. Kidonda kikisafishwa kinakuwa cheupe, sivyo? Nasema ngine chekundu, ukijikata hapa inaonekana ile nyeupe, lakini ni kidonda. Kila kidonda kinahitaji kutunzwa. Kila kidonda kinahitaji kuponyeshwa. Kwa hivyo sisi watoto mama yetu Bikira Maria tuna kazi na wajibu wa kwenda kuponya madonda katika mioyo ya watu katika ulimwengu. Watu hawa pia kwa ukosefu, kwa dhambi, kwa machafu mabaya wanayoyafanya, wanakitonesha kidonda cha mama yetu Bikira Maria. Kwa hiyo kwa sala na sadaka zetu tukakiponye kidonda cha mama yetu Bikira Maria. Msifu Yesu Kristo. Zawadi nyekundu ni moyo unaochuruzika damu. Mara zote mama yetu Bikira Maria alipofunua moyo wake ulikuwa unachuruzika damu. Moyo wa mama Maria ni moyo unao bleed muda wote, kwa sababu sisi tunautoboa moyo wake. Mama Maria anaomba tumpelekee zawadi ambazo zitaufariji hiyo damu yake inayochuruzika. Damu ni sadaka. Yesu alisema hakuna upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yeye kwa asili yake kwa Waebrania, kwa Waisraeli, damu inamaanisha uhai. Damu inamaanisha matumaini ya maisha. Kwa hivyo moyo wa mama yetu Bikira Maria kuvuja damu, maana yake yeye kila mara anatoa sadaka ya uhai wake kwa ajili yetu sisi. Na sisi tunaalikwa pia kujitoa sadaka kwa ajili ya wenzetu ambao pengine maisha yao yapo hatarini hapa duniani na yapo hatarini kupotea milele motoni. Kwa hiyo sadaka ya maisha yetu ya majitoleo inakwenda kuokoa uhai wa watu. Na sadaka ya maisha yetu ni kuthamini sadaka ya uhai anayotujalia mama yetu Bikira Maria, ambaye pale msalabani ameambiwa, mama tazama. Na watoto wote katika mashaka, kwenye nyakati za kukosa matumaini, nyakati za kushuhudia mahangaiko ya wenzetu, nyakati za mafumbo ya msalaba, tunapaswa pia kumtazama mama, atusaidie kumtazama Yesu wa matumaini katika msalaba. Mpendwa wana utume wa Radio Maria na sisi wengine sote, tunaposhangilia mafumbo haya ya Bikira Maria waridi lenye fumbo, Bikira Maria Rosa Mystica, leo siku ambayo ameichagua yeye mwenyewe ya tarehe hii ya 13 ya mwezi Julai, basi kumbe sisi nasi tuna wajibu wa kupokea zawadi kutoka kwa mama, na tuna wajibu pia kuchukua zawadi kumpelekea mama. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwajibika. Tumsifu Yesu Kristo.